Sikilize somo la uwakili, kujitoa muhanga. Kazi ya Mungu wakati wa mitume na kwa kanisa la awali. Kazi ya Mungu wakati wa mitume na kwa kanisa la awali, hata katika nyakati za mwisho wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ilikuwa na sifa ya kujitoa muhanga katika utume na matoleo. Watu wa Mungu walijitoa muhanga kutegemeza kazi ya Bwana. Tunajua pia kuwa kazi ya Mungu itamalizika hapa duniani katika mazingira ya kujitoa muhanga. Kujitoa muhanga katika zaka na sadaka utasaidia kuokoa wengine kwa uzima wa milele wakati tunapopanga kumaliza kazi ya Mungu katika ulimwengu huu. Hebu tujitoe muhanga kwa matoleo ya zaka na sadaka. Wanahitajika watu watakaojitoa muhanga kwa matoleo hata kwa nyakati hizi. Lessons kurasa 351. Nukuu hiyo imetoka katika kitabu hicho. Tusikilize sasa somo la sadaka. Juni 6, 2026. Zozo. Zozo ni neno la Kiunani linalomaanisha wokovu, kuokoa au kuponya. Linazungumzia uponyaji kwa ujumla, kimwili, kiakili na kiroho. Katika sura 8 za kitabu cha Luka ambacho kiliandikwa kwa Kiunani na daktari, tunasoma habari za mwanamke ambaye alikuwa na shida kubwa ya kiafya kwa miaka 12 ya matibabu ya gharama. Alitumia fedha zake zote, lakini badala ya kupata ahueni, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Hivyo akaja kwa Yesu akitafuta uponyaji wa kimwili. Kwa kuamini kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kuponya ugonjwa wake, alinyosha mkono wake katikati ya umati mkubwa wa watu na kugusa pindo la vazi lake. Kwa njia ya muujiza, pale aliponywa ugonjwa wake wa kimwili na alitambua hilo. Lakini Yesu alikuwa na zawadi kubwa zaidi kwa ajili yake. Akamgeukia akasema, binti, imani yako imekuponya. Sozo, enenda zako na amani. Alikuja kwa ajili ya uponyaji wa kimwili, lakini Yesu aliponya kwa hali zote, kimwili, kiakili na kiroho. Alipatia amani. Je, hivyo ndivyo unavyotaka kuishi katika afya ya mwili, akili na kiroho? Je, unatamani amani ya kweli? Ikiwa ndiyo, jaribu kutumia muda mchache katika kutafuta fedha na malengo ya maisha, na badala yake tafuta sozo ambaye Yesu pekee ndiye aweze kutoa. Hakika ni ya thamani sana. Wito, tunaporudisha zaka ya Mungu na kutoa sadaka ya ahadi ambayo tunahimizwa kuipanga mapema na kuitenga katika asilimia kadhaa ya mapato yetu. Hebu tumwombe Mungu kwa ajili ya uponyaji wa maisha yetu kwa ujumla. Tumwalike tusaidie kwa umuhimu wa kumtazama zaidi Mwokozi wetu mpendwa Yesu na kutumia muda mchache kutafuta mambo yetu na malengo ya maisha. Asante kwa kutoa kwa ukamilifu leo. Tuombe. Baba, wana wako na binti zako ulichowapatia, kile kidogo wanakuletea, lakini ipo mikono ambayo haitatoa. Ndani ya mioyo yao wanaumia. Baba, naomba uibariki sana. Bariki hata hizo kichache Baba, lakini pia utubariki na ututakase akili zetu, hatutoi inavyotupasa. Kwa jina la Yesu, amina.